Welcome to Dominion Airwaves program by Bishop Dr. Peter Ole Mankura. Natangaza mbingu ifunguke. Natangaza katika jina safi la Yesu mbingu yako ifunguke. DCMI is located in Kiserian Town next to the Chiefs Camp. Quick growth in life and ministry. No limit in your life. No man is limited. Welcome and be blessed. Hallelujah. A very good evening again. Karibuni wote watazamaji wetu katika Dominion Airwaves. Karibuni sana. Huyu ni Bishop Dr. Peter Ole Mankura na waalika katika kipindi hii ya Dominion Airwaves hapa Kiserian, Kajiado County. Karibu katika jina la Yesu. Naamini kwamba kipindi hii imekubariki sana. Tunasikia kwamba baraka ni nyingi. Na basi wale ambao wanataka replay ama repeat ya kipindi hii inafanyika Tuesday 2:30 kila wiki. Kwa hivyo unaweza itazama tena Tuesday 2:30 PM, unaweza itazama na Mungu ataendelea kukubariki. Basi naomba tuendelee katika kipindi yetu na topic yetu bado ni ya tatu sasa. Ni wiki ya tatu mfululizo nikija kukufundisha uwezo uliopo katika ndani yako ili upate kufaulu. Na inasema I am unstoppable. Mimi sitazuiliwa. I am unstoppable. Kwa hivyo, kwa neema ya Mungu aliye juu, ninaamini kwamba Mungu atakushindania, Mungu atakubariki, Mungu atakuweka katika levels zako za juu. Naomba sisi wote tuende katika neno. Wale ambao naandika, uwe chonjo na kitabu yako na Biblia na kalamu, andika maandiko. Hebu tuendelee katika Matthew 27 verse number 62. 27 verse 62. Mathayo 27 mstari wako wa 62 mpaka 66. Inasema hivi: na basi siku iliyofuatilia, siku ya mapumziko, wale wakuu wa sheria na Mafarisayo wakaja kwa Pilato wakimwambia, Bwana, unakumbuka huyu jamaa alisema baada ya siku 3 nitafufuka. So tunakuomba, tafuta wanajeshi wazito, wapeleke walinde kaburi. Huyu jamaa asifufuke. Yesu sasa asifufuke. Lindeni kaburi vile muhesavyo. Na Biblia inasema kwamba 65 Pilato akasema, basi mwende mkaangalie kabisa, muhakikishe huyu mtu ambaye ni Yesu sasa hatafufuka. Na ndio nasema I am unstoppable because aliye ndani yangu ni mkuu kuliko yule kwa duniani. Kuna upinzani mkubwa katika maisha yetu, na shetani hataki tutimize ndoto zetu. Ukiangalia pale, wakaenda wakahakikisha kwamba wameweka jiwe kwa kaburi na wamekaa pale kulinda. 28 Biblia inasema baada ya Sabato, basi katika siku ya kwanza katika wiki hiyo, sasa ni chapter 28 verse number 1, akina Mary Magdalena na hao wengine Mary wakaja pale kwa kaburi kuangalia. Na walipofika pale, kulikuwa na tetemeko ilitokea. Tetemeko. Na hiyo tetemeko ilikuja kwa sababu kuna malaika wawili walishuka kuja kukalia ile jiwe, wakaondoa jiwe kwa ile mlango ya kaburi, wakaondoa jiwe, wakaikalia. Na Biblia inasema kwamba Kristo aliyekuwa amekufa siku 3 akafufuka, na alipotoka kwa ile macho ya ushujaa tu kuangalia, wale wanajeshi wote wakalala kama wafu, kama wamekufa wote, kalala. Naona Yesu akiwaruka tu akitoka kwa kaburi, katoka na mwili wa ufufuo. Mwili wa ufufuo. Na Biblia inasema kafufuka. Na alipofufuka, ukisoma katika Biblia, malaika walimwambia Mary Magdalena walipokuja, mnatafuta nani? Yesu. Mnawezaje tafuta katika Yesu kwa waliokufa? Yeye amefufuka. Nataka nikuambie siku ya leo, katika maisha yetu, unajua shetani aliona goal ya Yesu kwamba alikuwa amekuja ili afe atukomboe. Na Biblia inasema katika hizo siku 3 alienda kuzimu na akachukua funguo ya uhai na uzima. Na Biblia inasema kafufuka. Lakini walisema lindeni kaburi vile muwezavyo. Najua kuna mapepo na majini na nguvu za giza ambao wanakupinga. Wana assign agents of Satan. Okay? Watu wengine wenye wivu na maisha yako wanahakikisha kwamba
wamefanya juu chini katika ulimwengu wa roho na katika uchawi. Usifanikiwe, usitokee. Hata kuna wengine wamejaribu kuzuia watoto wako wasisome, wasishike masomo. Wengine wameamua kusema ndoa yako isifanikiwe. Wengine wameamua kusema kazi yako ya mikono yako itambaratike, biashara yako itambaratike, wakuzuia usiinuke, usipae, usiende. Lakini wacha nikuambie siku ya leo, glory to God, hawatakuzuia. Kama Yesu alipasua kaburi, hata utapasua mahali ambao umewekwa. Kuna karum, kuna ka limitation katika maisha yako. Leo utapasua. No limitation in your life in the name of Jesus. Utafikia mahali unataka kufikia. Utatoka mahali umewekwa na nguvu za giza. Kama kuna laano linaaniwa, utatoka kwenye hiyo laana. Kumbuka Biblia inasema hivi vizuri. Nehemiah 13 verse number 2. Nehemiah 13 na mstari wa 2 inasema, glory to God. Balaam aliajiriwa aje alaani Yakobo. Na kumbuka Yakobo alibarikiwa. Na Biblia inasema nini? Mungu akabadilisha laana ikawa baraka. Glory to God. Hallelujah. Mungu akabadilisha laana ikawa baraka. So wale wote ambao na mount curses, wana mount forces of witchcraft and forces of darkness into your life, God will turn those curses into blessing. Na kumbuka Biblia inasema atakaye kulaani nitalaani, atakaye kubariki nitambariki. Kwa hivyo siku ya leo nasema Yesu huyu aliyotoka kwa kaburi hangezuilika. If they did not stop him, they will not stop me. If they did not stop Jesus, they will not stop me. Why? I have that resurrection power in me. The power of the risen Lord is in my life. Glory to God. Nina ufunguo katika jina la Yesu. Nina ufunguo. Hebu angalia pale katika Mathayo 16 na 16 mpaka 18. Biblia inasema Petero, glory to God, nitajenga kanisa yangu juu yako na nguvu ya giza haitaizuia. Mpendwa, hiyo kanisa lako, kanisa ambao Mungu amekupatia uchungaji, nasema hakuna nguvu ya giza katika hiyo town itakuzuia. Walisema hakikisheni kama huyu jamaa sifufuke. Zuia hiyo kanisa isitokee. Zuia wasipate breakthrough ya kifedha. Glory to God. Kuna siku moja hapa kanisani, mwanzo wa huduma, tulikuwa tunafanya deliverance. Sasa kulikuwa na msichana mmoja alikuwa amepagawa na nguvu za giza zilimjaa namna hii, na kazi yao ilikuwa ni kupinga kanisa hii isipike. Na tulivyofanya deliverance, maroho ikaongea ndani yake. Wakasema sisi tumetumwa na kazi yetu ni kuzuia kanisa hii isiongezeke, na tunazuia watu wasifanikiwe, na tunazuia watu wasipate pesa, na tunazuia watu wasipate magari. Nakwambia kuna upinzani katika ulimwengu wa roho. Tunachukia magari mazuri kwa makanisa. Ndio wanasema tunachukia magari mazuri. Tunachukia kanisa ikipanuka. Tunachukia pasta akipaa. Hata wengine wanazuia pasta siwe na gari, aende miguu. Roho ya shida, roho ya umasikini inakamata watumishi wa Mungu. Na ni kwa sababu hell is trying to do what they can in order to resist you. Lakini leo nasema hivi, you are unstoppable. Kama wangemzuia Yesu na akafufuka, glory to God. Paulo anasema ningependa kumjua Yesu zaidi na nguvu iliyomfufua. Hiyo nguvu iliyomfufua Kristo iko ndani yangu na iko ndani yako. Kwa hivyo hatutazuiliwa. Aliye ndani yangu ni mkuu kuliko yule ambaye ananipinga. So siku ya leo nakuambia katika jina la Yesu, wewe ni mshindi. Wewe ni zaidi ya mshindi katika Kristo Yesu. Wewe ni zaidi ya mshindi katika Kristo Yesu. Huwezi zuiliwa. Natangaza tena, hauwezi zuiliwa. Yesu akafufuka, wote wakalala chini. Kuna nguvu iliyowalalisha, kuna nguvu iliyowagonga, na hizo nguvu saa hizi kupitia iruninga iwagonge maadui wako wote walale. Nguvu za Mungu, nguvu zilizomfufua Kristo itakupatia ushindi. Glory to God. Yesu alishinda. Kamwambia Petero, nitajenga kanisa juu yako na ngome za giza haitaizuia. I'll build my church upon you, you Peter the rock, and the gates of hell shall not prevail against. Sikiza, against. Hazitapinga. Na nimekupatia funguo za ufalme, kile utafunga imefungwa. Kile utafunga, tuna uwezo wapendwa. Kile tutafunga imefungwa.
Matthew 18:18, chochote tutafunga pamoja. Unajua kuna ile ambayo unafunga peke yako na kuna ile inaitwa corporate. Tunafunga pamoja, tunapigana pamoja kama family, baba, mama na watoto, kanisa yote, tuna combine forces. Matthew 18:18, tunapigana na ngome zote zile zinatuzuia, tunaweka chini madhabahu, tunatambaratisha madhabahu na nguvu za giza. Na leo hii nataka kusema kwamba hautazuiliwa. Yesu akafufuka, kaburi kafunguka, wanajeshi wote na silaha zao chini katika jina la Yesu. Jemedari simba wa Yuda katoka na hakuzuiliwa. Kama hawangemzuia, basi hawatazuia wokovu, hawatazuia ushindi, hautazuia kupaa kwetu. Glory to God. Hebu soma katika Matthew 13:43. Matthew 13:43 inasema, na watakatifu watang'aa katika ufalme wa Mungu wao. Glory to God. Kama nyota wa angani. Watakatifu, sisi ambao tumekombolewa na damu hiyo na huyo jemedari Yesu ambaye amefufuka ametukomboa. Glory to God. Biblia inasema watakatifu watang'aa katika ufalme wa Mungu wao, watang'aa kama nyota. Na tabiri ung'ae katika jina. Pokea nguvu za kung'aa, pokea nguvu za kutokea. Glory to God. Hebu sema Malachi chapter 4 verse number 2. Malachi 4 verse number 2 inasema, wale ambao wanaogopa jina la Bwana, jua la neema litawaangazia, ambayo iko na uponyaji katika mabawa yake. Uponyaji. Na Biblia inasema kama ndama walioshiba tutapasua na kutoka katika zizi. Kuna zizi ambao umefungiwa pale, lakini Biblia inasema tukiangaziwa na hiyo jua la neema na tukipokea uponyaji wetu, tutapasua ile zizi na tutatoka. Alafu Biblia inasema hivi, tutakanyangia wabaya chini, wanaolinda lango tutawakanyangia chini. Jemedari simba wa Yuda aliwakanyangia chini, na sisi tutawakanyangia chini pia. Biblia inasema watakuwa majivu chini, watakuwa mavumbi chini ya miguu yetu. Naomba katika jina la Malachi 4:2, toka mahali umefungiwa, toka kwa jela katika jina la Yesu. Hautakaa kwa hiyo jela, hautakaa, hautafungiwa mahali pale, hautakaa kwa jela ya magonjwa, hautakaa kwa jela ya aibu, hautakaa kwa jela ya umasikini na madeni. Toka katika jina la Yesu. Tokea, wewe utatokea. Hebu tusome tena andiko nyingine ambayo imenibariki sana. Zaburi 18 na mstari wa 29 inasema hivi. Daudi anasema kwa sauti ya ushujaa, anasema, Bwana ataniwezesha nipite katikati ya maadui waliamua kunizuia. Anasema hivi, I'll pass through an organized troop or troops. Nitapita katikati ya troops. Alafu anasema tena nitavuka ukuta. Kuna maukuta imejengwa usiende. Akasema nitaruka. Na anasema nitapita katikati ya troops. Glory to God. Troops. Hiyo troop ambayo inajaribu kukupinga, utapita katikati. Utaenda katika jina la Yesu. Hautazuiliwa wewe. Hebu imagine Elisha, yule nabii wa Mungu ambaye alikuwa anafanya kazi ya Mungu. Alikuwa anaelezea mfalme kile inaendelea. Alafu Wafilisti wakajua ni Elisha ndiye anasemaga mambo. Walijaribu kumzingira. Elisha alitoka tu asubuhi, aliwaona Elisha, akatamka neno la upofu katika maisha ya wanajeshi wote wakapofuka. Hawaoni chochote. Aliwapeleka Samaria. Glory to God. Nasema wale wote ambao wanakusumbua, kuna neno la utukufu ambao itatoka katika maisha yako. Utafunga siku 3, utafunga 7. Utadeclare war on the devil's war, na utaweka maadui wako chini. So natangaza siku ya leo, kama hawakuzuia Kristo kutokea, hata wewe, you are unstoppable in Christ the Lord. Hautazuiliwa wewe. Hautazuiliwa na ngome na nguvu za giza katika jina la Yesu. Hautazuiliwa. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Kuna mtu mmoja ambaye ninaamini kwamba Mungu amemsaidia katika maisha yake. Na ni kwa sababu ya kuamini kwamba kuna damu ya Kristo, kuna nguvu katika neno, kuna nguvu katika ahadi za Mungu, na akasimama nayo. Na Mungu akamsaidia katika maisha yake na akatokea. Na leo mimi naamini kwamba hata wewe utatokea, kwa sababu kuna nguvu katika maisha yako. Simama. Glory to God. Simama katika maandiko. Simama, imeandikwa sitakufa. Ndio Daudi alikuwa anasema,
Psalms 118:17, sitakufa, nitatokea. Unajua labda umezingirwa ili wakuue, lakini unasema sitakufa, nitatokea katika jina la Yesu. Kwa hiyo ugonjwa hautakufa, wewe utatokea katika jina la Yesu. Na siku ya leo lazima uamini kwamba na usema nimebarikiwa. Glory to God. Na hakuna mtu atakaye reverse baraka juu ya maisha yangu. I am blessed and no one can reverse my blessing. I am expanded and nothing can reduce me. Umepanuliwa na hakuna yule atakayefanya nini. Nimeinuliwa na hakuna yule atanishusha. Nimebarikiwa na hakuna mtu atakaye haribu baraka zangu. So kiri kwa maisha yako, na wewe nataka kuambia katika jina la Yesu, baraka zako zipo na utabarikiwa. Kwa hivyo toka, timiza ndoto. Toka utimize ndoto zako. Toka kwa jela kama Yusufu, enta utimize ndoto zako. Saa ya Mungu ikifika kama ya Yusufu, saa ya Mungu ikifika, lazima utoke katika mahali pa madharau, uingie katika level ya utukufu ya baraka yako. Kumbuka kuna siku ilifika ndugu za Joseph waliamua kuhakikisha kwamba Joseph hatatawala na ndoto yake haitatimia. Walijaribu kuzuia Yusufu kwa njia zote, lakini saa ya Mungu ilipofika, mfalme akaota ndoto. Unajua Mungu anapitaka njia nyingi. Akaota ndoto, akakosa tafsiri. Lakini kuna watu walisaidiwa na Yusufu, walitoka kwa jela na wakarudi pale. Wakasema kuna mtu anaweza tafsiri ndoto. Joseph aliamuriwa toke kwa jela aje tafsiri ndoto. Alivyotafsiri alisemekana hakuna mwingine anaweza kufanya haya isipokuwa Yusufu. Akaingia kwa ile utukufu alikuwa na resistiwa. Pingwa. Leo natangaza kwa jina la Yesu, hiyo kazi ambayo nakupinga usipate, utapata kubwa kuliko hiyo. Mahali ulivutwa kazi, mlango mwingine utafunguka, utapata. Na utakuwa kwa kiti kubwa, watakukuta. Waliosema watakumaliza, watakukuta pale, ni wewe ndio uko kwa kiti ile, wataibika. Wataibika. Nasema Mungu wa mbinguni akufungulie mlango ambao imefungwa miaka na miaka. Milango za opportunity, milango za connection, naomba zifunguke katika jina la Yesu. Milango za connection, mtumishi na mchungaji, milango za connection zifunguke. Naomba Bwana afungue hiyo njia. Naomba Mungu akufungulie hiyo njia ya connection katika jina la Yesu. Njia hiyo itafunguka. Utapata connection, utapata destiny helpers katika jina la Yesu. Hiyo mlango itafunguka. Wamejaribu, wameapa, wameuma vidole wakisema utatokea, lakini masaa ya Mungu ikifika, glory to God, masaa ya Bwana ikifika, utatoka kama Yusufu. Masaa ya Mungu ikifika, utatoka kwa kaburi kama Yesu. Utapasua kaburi, utapasua na utatoka katika jina la Yesu. Yusufu alitokea. Glory to God. Amen. Can you imagine Mwabusu anapandishwa farasi, anapelekwa mpaka State House, anaenda kufanya interview na anapita hiyo interview na flying colors. Wewe pia katika jina la Yesu, you are destined for greatness. Now the time for your grave to be open and the time for your doors to be open is now. And I'm telling you in the name of Jesus, glory to God, something supernatural is going to take place for your life and you're going to get out. You're going to get out of your cocoon. You're going to get out of your hiding places. Mahali umefungiwa, Mungu anasema saa yako imefika. Glory to God. Psalms chapter 30 verse 5. Zaburi 30 na mstari wa 5 inasema hivi. Amen. Isipokuwa usiku wa shida inaweza kuwa refu. Though darkness may endure for a night, but joy will come in the morning. I prophesy your morning in the name of Jesus. I prophesy a break of your morning in the name of Jesus. A break of your morning. Usiku kucha unaweza kuwa na baridi, inaweza kuwa na mateso na shida, lakini Biblia inasema kuna asubuhi ya kicheko, kuna asubuhi ya ushindi, kuna asubuhi ya kutokea. Kama Joseph alitokea, hata utatokea. Kama Joseph alitokea, hata utatokea katika jina la Yesu. Wewe utatokea. Mungu atakusaidia katika jina la Yesu. So Kristo alipasua na akaingia katika utukufu. Glory to God. Hebu soma katika Biblia yako katika kitabu cha Efeso. Hebu tusome, kwa sababu kuna vitu ambayo imekuzuia wewe na lazima leo utoke, na baada ya kutoka kuna mahali unaenda.
kuna mahali pa utukufu. Leo ukitoka mahali pale ambao shetani amejaa kufinyilia miaka na miaka, kuna level naenda. Hebu tuanze verse 5. Even when we are dead in sins, he has quickened us together with Christ. By the grace you are saved. Na akaturaise pamoja, na akatufanya tukae katika sehemu ya juu. So kuna kitu tutapasua. Vile Yesu alipasua kaburi, tutapasua na yeye. Na unajua nini? Tutaenda katika level ya juu ya utukufu. Hebu tuangalie nyingine. Glory to God in the name of Jesus. Glory to God. Kwa hivyo siku ya leo ni siku ambayo utaamini Mungu, kwa sababu utainuliwa na Mungu. Mungu atakuweka juu. Kuna level utaenda. Kuna level utaenda. Glory to God. Kuna level Mungu atakupeleka. Umefufuliwa na Kristo ili ukae naye katika level ya wapi? Ya juu. Kuna level unaenda. Ameketishwa katika level ya juu ya utukufu. Level ya juu. Kwa hivyo kuna level ya juu ambaye Mungu anakupeleka ili ukae katika hizo levels za utukufu za juu, in the mighty name of Jesus Christ. Kwa hivyo siku ya leo mimi naamini kwamba kuna level ambaye Mungu anakupeleka, kwa sababu Mungu wetu atatupeleka level ambayo hatujawahi kwenda. Kwa hivyo kuna level utapasua hiyo prison, uende uketishwe katika level ya juu pamoja na Kristo. Glory to God. Pamoja na Kristo utasimama juu, utakanyanga level za juu, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu, na wewe utapaa juu katika jina la Yesu. Kwa hivyo kuna level utaenda, kuna level utukufu baada ya kupasua hiyo prison, baada ya kutoka katika hiyo grave. So Biblia inasema he have quickened us together with Christ and he have raised us up with him, and we shall sit in higher places with him, higher above principalities, higher above dominions and rulers. Tutakaa katika sehemu za juu kwa utukufu wa jina la Yesu. Kwa hivyo siku ya leo nataka nikuambie kuna level wewe utakanyanga, kuna level wewe utaenda. Kwa hivyo kuna position utaenda baada ya kupasua. So can you imagine? Wamekuzunguka wachawi, na hata mchawi anaweza kuwa very close, anaweza kuwa anti yako, na ameamua akugange, akuzuie, utapasua. Kuna mwingine ameamua kufungia watoto wako wasisome, utapasua. Kuna mwingine ameroga kazi ya mikono yako usitokee, utatokea. Kuna mwingine amejaribu kufanya vile awezavyo ili usiweze kung'aa na kubarikiwa, utapasua. Naomba Mungu aibishe maadui wako katika jina la Yesu. Nasema Mungu aibishe wote wanaojaribu kukuweka chini. Mungu aibishe wanaojaribu kuharibu star yako, wanaojaribu kuzuia utukufu wako. Biblia inasema tumefufuliwa pamoja na Kristo, na tumeinuliwa pamoja naye, na tumeketishwa na yeye katika sehemu za juu, sehemu za utukufu. Kwa hivyo naamini siku ya leo katika jina la Yesu, Mungu wetu wa mbinguni atakuweka katika sehemu ya juu. Hebu naomba tuseme pamoja Waefeso 1:19 mpaka 21. Nasema, and what is exceeding greatness of his power toward us who believe, according to the working of his mighty power. Working of mighty power. Verse 20. Which he wrote in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places. So kuna kitu Mungu alifanya supernaturally. And he did not did it only for Christ. No, even for us. Listen this. He have made us sit in higher places, far above principalities, far above powers, might, dominion, every name named, not only in this world, but also in that which is to come. He has put all things under his feet and gave him to be the head over all things, which is body, the fullness of him that filleth all in all. Kwa hivyo unapopata injili hii, Kristo alipopasua, aliinuliwa akaketishwa katika mkono wa kulia wa Baba, kulia, na tumekaa na yeye. Mpendwa, lazima hata upasue leo, hautapingwa. Hebu sema tena, sitapingwa. Hebu sema tena, nitapasua, nitatokea by force, by fire, by thunder. I am going somewhere and nothing will stop me. Look, I'm doing something and I cannot be stopped. I'm rising to my glory and I cannot be stopped. Lazima niende sehemu yangu ya utukufu. Kwa hivyo saa hizi, wapendwa,
katika kipindi hii ambayo imeendelea kubariki Kenya mzima. Walio kule Mombasa, Eldoret, Kisumu, Central Province, Nairobi, Kajiado County, Narok, watu wamebarikiwa. Wewe pia unabarikiwa na neno la Mungu halitamrudia Mungu bure. Isaiah 55:11. Neno la Bwana halitamrudia Bwana bure. Isaiah 55:11 halitamrudia. Hili neno litakufanikisha, litakuinua. Pokea nguvu ya kutoboa. Pokea nguvu ya kutokea. Pokea ujasiri. Pokea imani kama uliishiwa na imani. Funga kiuno, simama na useme Mungu wangu atanitetea na nitatokea. Basi Bwana kubariki sana kwa sababu ya masaa yetu. Najua kuna wale wamesikiza injili hii na wako tayari kumpokea Yesu. Sikia, sisi wengine ambao tulimpokea Yesu, basi vile Yesu amefufuka ametufufua hata sisi katika dhambi. Na unahitaji huyo Yesu ambaye aliyefufuka ili hata ufufuke. Mungu akubariki na kutendee mema. Popote ulipo unataka kuokoka, unaweza sema maombi hii ya nguvu nyuma yangu na utaokoka. Hebu sema, Bwana Yesu, leo hii nimeamua kuokoka. Nipokee. Nioshe na damu yako. Kuanzia leo mimi nimeokoka. Nimetoka kwa shetani, nimetoka kwa dhambi, nimetoka kwa giza. Nimekuja kwako kwa nuru na kwa amani. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima na kuanzia leo nimeokoka. Amen. Bwana kubariki. Bwana kutendee mema. Na wewe katika jina safi la Yesu umeokoka. Tafuta mchungaji mzuri, tafuta kanisa mzuri, tafuta watu waliokoka serious wa kusaidia kukulelea kiroho. Basi popote ulipo, huenda wewe ni mgonjwa, huenda wewe umezuiliwa, kazi ya mikono yako imezuiliwa, ndoa yako imezuiliwa, delay imekuwa katika maisha yako. Leo kuna jiwe itaondolewa na malaika. Kuna jiwe itaondoka. Glory to God. Na vile Kristo alifufuka, kuna utukufu utapata saa hii. Glory to God. Biblia inasema jua la neema litakuangazia alafu utoke kama ndama walioshiba na utakanyangia wabaya chini. Na kuombea miujiza katika maisha yako pate. Popote ulipo, uko mgonjwa, shika pale panakuuma. Wenda kuna baraka umesikia mahubiri, shika kifua yako na uinue mkono wako kulia niombe. Baba, katika jina la Yesu, wasikilizaji wetu wamepata imani. Na wale waliozuiliwa miaka na miaka, na kemea hizo roho za uchawi. Na tambaratisha madhabahu. Na haribu nguvu za laana katika jina la Yesu. Na fungua milango yao. Na amuru jiwe itoke katika lango zao, ili watoke na wafanikiwe, ili watimize ndoto zao. Na kemea magonjwa. Kwa mapigo ya Kristo wamepona. Natangaza wapokee uponyaji. Natangaza be whole in the name of Jesus. I rebuke that sickness. I rebuke that cancer. I rebuke that diabetic. I rebuke that blood pressure. I rebuke that sickness in the name of Jesus. I rebuke that backache, that headache. In the name of Jesus, be whole, be healed, be delivered in the name of Jesus. Pokea ushindi katika jina la Yesu. Nasema tena, pokea deliverance. Pokea deliverance. Kazi ya mikono yako ifunguke. Pokea kazi. Pokea gari nataka. Pokea hiyo shamba. Pokea baraka katika jina la Yesu. Hiyo delay leo hii imeisha. Pokea nguvu ya kutoka. Pokea uwezo wa kupiga hiyo prison na hiyo kaburi utokee. Pokea baraka, pokea ushindi katika jina la Yesu. Kuanzia leo umebarikiwa, kuanzia leo umepata baraka. Naona nguvu za Mungu zinashuka juu ya watu. Juzi tu kwa ushuhuda, kuna nguvu ilishuka kwa nyumba pale Eldoret. Nikiomba maombi kama hii, ilitingiza nyumba na walisikia mapepo wakitoroka. Natangaza kwako pia nguvu za Mungu hii ifike katika jina la Yesu. Hebu imagine kutoka hapa mpaka Eldoret, nguvu za Mungu ilitingiza nyumba na mapepo wakatoka na watu wakafunguliwa. Hata wewe katika jina la Yesu, naomba chochote ambayo imekuzuia itingizwe na imalizwe na walali chini kama wale wanajeshi. Barikiwa na kupenda na kudhamini. Bwana kubariki sana. Endelea kusimama na kipindi. Nashukuru sana wale ambao wamekuwa partners. Wanaposikiza kipindi hii, wanatuma zaka zao za kusimama na kipindi hii. Asanteni sana. Bwana wabariki. Hiyo paybill unaiona pale, hiyo M-Pesa. Simama na kipindi, iendelee kubariki Kenya. Na hata katika YouTube unaweza access
Bishop Ole Mankura. Enda kwa YouTube, pata baraka, pata maujumbe, na Mungu wa mbinguni ataendelea kubariki. Asanteni, Mungu wa neema ubariki. Basi wiki ijayo tukutane tena katika saa kama hii tu, na ubarikiwe. Na usikose Jumanne 2:30 inarudiwa tena katika marudio ya nguvu. Utapata baraka hii. Barikiwa na uwe na ushindi. Thank you for watching this program. To get Bishop Dr. Peter Ole Mankura's book, Masai Land Ablaze, and The Wonders of Grace, SMS the word book to 0721236901. You are welcome to fellowship with us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. at DCMI Goshenland, Kiserian. For prayers, call or SMS us on 0721236901 or 0721470780. God bless you.